Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la PIC na mbunge wa Bariadi Vijijini, Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa, amewataka wanafunzi kuwa wazalendo kwa nchi yao sambamba na kusoma kwa bidii ili waweze kuleta mageuzi na maendeleo katika taifa. Mheshimiwa Kadogosa ameyasema hayo katika hafla ya mahafali ya 19 ya skuli ya sekondari Bambi yaliyofanyika katika ukumbi wa mitihani wa skuli hiyo uliopo Bambi, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Tunapoangalia watoto hawa, hatuangalii kwa sababu ni watoto, kwa sababu tunaangalia uhai wa taifa hili unategemea hawa. Yawezekana wakati wa wazee wetu walikuwa wanatuona hivyo hivyo, lakini sasa hivi wanatuangalia sisi kuitunza amani ya taifa hili, kuwa ndugu. Sisi tumeambiwa hapo kuonana ni ndugu, upendo. Sasa kilichotuleta hapa ni nyinyi watoto wetu, na ndugu yangu amezungumza mambo mazuri sana kwa wazazi, kwa maana kwamba wazazi tuna wajibu gani? Ujenzi wa taifa lolote lile unaanzia katika familia. Familia zikiwa imara zitatoa watoto imara, watoto watii katika taifa lao, watoto wazalendo. Uzalendo utengenezwa na wanasiasa, uzalendo unatengenezwa na wazazi. Kupenda taifa, kutii taifa lako. Wazazi kutoa watoto ambao wanataka kuwa na elimu dunia na elimu. Hivyo vitu lazima viende kwa pamoja. Tukifanya moja tukaacha lingine, shida. Taifa lolote lile ambao halitayarishi watoto, na dunia sasa hivi imeshakuwa kijiji. Mtoto wa hapa Bambi anategemea kushindana na mtoto aliyeko Korea, mtoto aliyeko Kenya, mtoto aliyeko Rwanda. Kwa uhai wetu kama taifa na kutambulika hapa duniani, taifa la Tanzania linategemea tunavyotayarisha watoto wetu, kuanzia katika familia zetu, tutakuja katika mashule yetu na huko mbele tunakokwenda. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Uzini Ali Haidar Madewea amesema ataendelea kutekeleza kwa vitendo ahadi alizoziahidi kwa wananchi hao katika kipindi cha kampeni cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aliyesimama hapa ni mbunge wa jimbo la Uzini. Uchaguzi umeisha. Sasa jukumu letu la mbele ni kuchapa kazi. Nyote ni mashahidi, haikuwa kazi rahisi kufika hapa. Ndugu mgeni rasmi, napenda ufahamu katika wabunge wachache waliorejeshwa na kamati kuu badala ya mbiringe, nami ilikuwa miongoni mwetu katika wabunge 4. Ni mshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sisi tulikuwa tuna kiu ya ghorofa, lakini juzi tulikuwa tunazungumza katika kikao kama hichi cha kupanga mipango ya graduation, badala ya kurudi safari refu na mwenzangu. Matokeo yake ameelekezwa katibu mkuu haraka iwezekanavyo ujenzi wa Bambi ghorofa ije. Type ya wabunge wa safari hii, juzi kama mlimsikiliza Makonda alisema ndani ya mwaka mmoja akishindwa kuibadilisha wizara ya michezo basi atajiuzulu. Mimi wakati tunapita kufanya shukrani matawini nikasema, na hapa nasema, katika niliyoahidi nikishindwa kutekeleza kwa 50%, mimi hamtoniona kugombea. Sijui tumefahamiana? Nadhani muone commitment yenu ya mbunge wenu kwenu. Ni kweli Mheshimiwa Meya akasema, na mimi nawachagiza kufanya maendeleo. Na safari hii mmepata madiwani ambao hawasubiri mpaka aje mbunge. Nadhani mnaona, na imekuwa sababu mheshimiwa, hata majimbo mengine sasa
kuiga spidi ya jimbo la Usini. Naye mbunge wa jimbo la Buchosa Eric Shigongo amewasisitiza wazazi kuhamasisha watoto wao katika kusoma, akieleza kuwa hatua hiyo itawapa ari na motisha kufikia malengo yao ya kielimu. Ukija Zanzibar leo unashangaa. Zanzibar ya mwaka 90 niliyoiacha na Zanzibar ya leo ni vitu viwili tofauti. Pigieni makofi viongozi wetu. Hussein Ali Mwinyi ameibadilisha Zanzibar. Uongo kweli? Kila kona ni barabara ya lami, kila kona ni daraja ya juu, kila kona umeme mpaka vijijini. Uongo kweli? Zanzibar mna kiongozi mzuri sana, endeleeni kumwombea, Mungu aendelee kumbariki. Wazazi, msikatie tamaa watoto wenu, peleka shule, mhamasishe mwanao kusoma, shirikiana na walimu, si ndio? Shirikiana na walimu, mhamasishe mwanao, kila siku muite majina makubwa makubwa, sio? Usiwache watu wamuite majina mtaani, watamuita mjinga. Wewe akija nyumbani mwambie mwanangu na akili, sawa? Watamwambia wewe utakuwa chochote, lakini wewe mwambie utakuwa kiongozi, utakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sawa sawa? Pelekeni watoto shule. Bado tujue kwamba hizi mbio za relay tuna skuli 88 katika wilaya yetu hii sasa hivi. Tujue kwamba na wenzetu wako nyuma. Kwa hivyo tujitahidini sana katika hii nafasi tuliokuwa nayo, basi tusije tukaikosa, kwa sababu na wenzetu nao wako nyuma. Ndugu mgeni rasmi, kuna swala lingine hapa nimezungumzwa kwamba swala la ukosefu wa walimu, upungufu wa walimu wa skuli za msingi. Tunatarajia baada ya kikao hichi kinachoendelea cha Baraza la Wawakilishi, tayari Mheshimiwa Rais kishatoa kibali cha ajira za walimu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba suala hili litaondoka na litakuwa historia katika skuli yetu. Aidha, mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari Bambe ameahidi kuendelea kuweka mikakati madhubuti itakayosaidia kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa skuli hiyo. Kwa sababu tukaweza kushirikiana zaidi, mafanikio yatakuwa mazuri kuliko haya. Na Waswahili wanasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hivyo kila mara tukishikamana, sisi walimu, wazazi, wadau na jamii kwa jumla, ukweli tutafanikiwa moja kwa moja. Lakini tukitengana, maharibiko yanaweza yakatokea. Kwa ndugu wazazi, ndugu walimu, tushirikiane kwa pamoja.